Naam, hujambo. Karibu kwenye dakika 15 za darasa duara ambako tunakukaribisha leo hii kuweza kujadili kuhusiana na kuifahamu mahakama ya kimataifa ya ICC. Mimi wako ni mimi Hamza Salumu. Karibu sana. Mahakama ya ICC ni mahakama ya kimataifa iliyoanzishwa kwa lengo la kukabiliana na makosa ya ukiukwaji wa haki za binadamu, uhalifu wa kivita pamoja na mauaji ya kimbari. Mahakama hii ilianzishwa mwaka 2002 na nchi wanachama walikubaliana, zaidi ya nchi 124 walikubaliana chini ya mkataba wa Roma kuanzisha mahakama hii kwa lengo la kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unaweza ukafanywa na mtu mmoja ama kiongozi wa taifa. Kwa hiyo ni mahakama ambayo inazisaidia nchi wanachama kwa maana ya mahakama za ndani za nchi moja moja kukabiliana na makosa makubwa ambayo yanaweza kuleta madhara makubwa kwa wananchi, kikiwemo mauaji ya kimbari pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kimsingi mahakama hii ya kimataifa ya ICC ilianzishwa mara tu kwanza baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Baada ya kupitia mauaji ya kimbari pamoja na vita vya Yugoslavia vilivyomalizika, mataifa ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa pambana kwa lengo la kuanzisha chombo ambacho kitakuwa ni chombo cha kimataifa endelevu kitachoweza kukabiliana na makosa makubwa ya mauaji ya kimbari, ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa vita pamoja na uhalifu wa kivita ambao unaweza ukafanywa kama nilivyosema na kiongozi wa taifa fulani ama hata mmoja mmoja. Kwa hiyo lengo la uanzishwaji ni kukabiliana na makosa makubwa matatu ambayo yanaweza yakaiweka dunia katika hatari kubwa kama tulivyoshuhudia kwenye mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 94 pamoja na vita vya Yugoslavia. Kimsingi hizo tuhuma zipo kwamba hii mahakama imekuwa ikijielekeza sana kukabiliana na makosa yanayojitokeza ama yanayofanyika katika bara la Afrika, na tangia kuanzisha kwake mwaka 2000 mpaka hivi sasa kesi ambazo kubwa zilizowahi kusomwa na katika mahakama hiyo ni kesi zinazohusu viongozi wengi wa Afrika. Takumbuka kesi ya kwanza ambayo ilitolewa hukumu ni kesi ya Thomas Lubanga ya mwaka 2012 ilitolewa hukumu ambayo nayo ni Mwafrika, lakini kuna baadhi ya Waafrika ambao walishafikishwa kwenye mahakama hiyo ikiwemo rais wa sasa hivi wa Kenya William Ruto alishawahi kufikishwa pamoja na rais wa zamani wa taifa la Kenya pia Uhuru Kenyatta baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe tokeo nchini Kenya. Kwa hiyo na baadhi ya viongozi wengi ikiwemo Omar al-Bashir rais wa Sudan alishawahi kufikishwa kwenye mahakama ile. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo baada ya machafuko ya Ivory Coast mwaka 2011-12 naye pia alifikishwa kwenye mahakama hiyo. Kwa hiyo ukiangalia ule mtiririko wa aina ya watu ambao wanakwenda kufikishwa na kuhukumiwa kushtakiwa kwenye mahakama hiyo, wengi kutoka kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo Waafrika wakaanza kuona kana kwamba mahakama ile ni kwa ajili ya wao peke yao na si maeneo mengine ya Ulaya. Lakini kizuri zaidi kwa hivi karibuni tumeona mahakama nayo ikiama sasa ikihamisha makucha yake kwenye maeneo mengine. Tumeona mwaka uliopita walanto kukamatwa kwa rais wa sasa hivi wa Urusi ulitolewa baada ya vita vya Urusi na Ukraine. Lakini pia tumeona mahakama pia ikijielekeza kutoa walanto kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kufuatia machafuko ya Gaza. Kwa ni baadhi ya mabadiliko ambayo pengine yamejitokeza baada ya Waafrika wengi kuanza kupata sauti na tumeona mabadiliko hayo madogo ambayo pengine matumaini na kuendelea kuwa kwa mahakama hii inaweza kweli kukiza mahitaji ya ulimwengu kama ambavyo yenyewe imejielekeza.